mwenye imani. Katika hadithi nyingine, wakati unaenda kufanya kitendo hicho chafu, imani yake inaondoka mpaka inatoka na kichwa na kuruka juu kama ndege. Akimaliza hiyo uchafu, ndio imani yake inarudi. Katika hadithi nyingine, waliyadhu billah, kitendo hicho ni kitendo inamuondoa imani ya Muislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha sana. Unajua kuna watu wanazini na majirani. Jirani katika sheria yetu ya dini ya Kiislamu ina haki kubwa sana. La an yazni ar-rajulu bi'ashri niswatin aysaru alayhi min an yazniya bi imra'atin wahida. Subhanallah. Hapa Mtume anatuambia kuzini na mwanamke 10, mwanamke wa nje ama mwanamke wa mbali, wanawake wa nje wa huko asiyekuwa jirani, adhabu yake ni nyepesi kuliko kuzini na mwanamke mmoja wa jirani. Subhanallah. Watu wengi leo wanafanya mambo haya. Bana akitoka kwenda kazi, yeye amepata chance, anaenda kuharibu heshima ya nyumba ya Muislamu mwenzake. Basi hicho kitendo ni kitendo kubwa, yenye dhambi yake ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kutokana na hadithi kama hii Mtume sallallahu alaihi wasallam, la ayazni ar-rajulu bi'ashri niswa aysar alayhi, mwanamume kuzini na wanawake 10 huko nje ni nyepesi kwake katika adabu kuliko kuzini na mwanamke mmoja wa jirani. Ya Allah, kiasi tujiepushe na Mwenyezi Mungu atuepushe na mambo haya inshallah. Waqala sallallahu alayhi wasallam min hadithi Anas bin Malik alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim, min ashraq as-sa'a an yadhhar al-jahl wa yaqill al-'ilm wa yadhhar az-zina. Zina kukithiri, haya maovu kuenea katika kila mahali ni katika sababu ama ni katika alama za kiyama, kulingana na hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katika alama ya kiyama Mtume anaeleza ayadhhar al-jahl, elimu ya dini hii inakuwa kidogo. Umma wa Kiislamu watakumbwa na ujahili, watu hawataki kujua dini yao, hawataki kusoma Qur'an wala hadithi wala kujua tafsiri al-Qur'an ama tafsiri ya hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Basi taenea ujahili taenea, watu watakosa kufahamu dini yao. Hii ni katika alama ya kiyama. Wakadhalika yaqillu al-ilma wa yadhhar al-jahl, elimu inakosekana, elimu ya dini itakuwa chache kabisa, wenye kujua dini watakuwa ni watu nadra, wanatafutwa. Subhanallah. Wakadhalika yadhhar az-zina, katika alama ya kiyama kudhihiri kwa zina kukithiri. Leo tunasikia katika vyombo vya habari, kwa sababu ya zina, vile magonjwa ya zina ya ukimwi inavyozidi, inavyokuwa percentage inakuwa kubwa kabisa. Tena wa vijana hawa ambao wanasoma shule miaka 18, 15 chini, wote leo wameambukizwa na hiyo ugonjwa. Na tunaona katika vyombo vya habari kuzana katika hilo. Hii ni katika alama ya kiyama. Rasul anatuambia miaka 14 iliyopita. Mtume anasema wayaqillu rijal, katika alama ya kiyama wanaume watakuwa chache. Tunashuhudia vita kila mahali, wanaume vile wanavyouawa, kila mtu anashika bunduki, watu wanauawa. Wanawake watakuwa wengi. Subhanallah. Watakthuru nisa, wanawake watakuwa. Yote hii ni katika dalili ya kiyama. Mtume anatuambia hii zina, ndugu zangu katika imani, madhara yake ni kubwa. Hata sote tunajua madhara ya zina inakuwa ni kubwa katika dunia na akhera. Katika dunia hapa duniani, madhara ya uzinzi itakuwa ni kubwa sana. Katika madhara hapa duniani, katika madhara ya zina, katika madhara yake hapa duniani ni kuenea kwa ugonjwa wa taun.
tafashi at-ta'un wal amrad allati lam takun fi asfarina, kuenea magonjwa ya ta'un, kipindupindu na kadhalika, ugonjwa yasiyojulikana, ugonjwa ambao kwamba haikuwepo katika umma ama watu waliokuwa kabla yetu. Tunaona ndio ugonjwa wa kile nilivyofikiria, na hiyo yote sababu yake zina katika imani. Kadhalika ayuha ikhwa, kuenea kwa watoto wa haramu. Leo sisi ile utamaduni ya kizungu imeweza kuenea. Kabla watu kufunga ndoa ya halali, kwanza watu wanaishi pamoja kwa muda mrefu. Watu hii Waislamu, wasiokuwa Waislamu wameambukizwa hii ugonjwa. Leo tunaishi na wanawake, kijana akiwa shuleni, akiwa university, anaishi na msichana ya mtu. Umepeleka msichana wako university, lakini msichana huko anafanya mambo tayari, yeye anaishi na mke fulani, na hii ni kinyume na sheria ya dini yake na ni kinyume na heshima yake. Subhanallah. Sasa itakuwa ni sababu ya watoto zina, watoto wa haramu kuenea. Wala ya billah. Wafashi walad zina. Qala alayhi salatu wassalam, la tazalu ummati bi khairin ma lam tafashi fihim walad zina. Tume anasema umma wangu watakuwa katika khair, katika hali nzuri ya kimaisha, maadamu watoto hawa wa zina hawatakithiri. Yulman zinatu la firdabat adadu rabbil lam naktubu wa inna qaba rasulina alayhi wasallam. Watu wangapi uleo wako na watoto wa zina? Wangapi? Ni wengi katika sisi wenyewe. Hii ni heshima, kukosa heshima. Watu wameishi pamoja kabla hawajafunga ndoa ya halal, wamefanya mambo yao muda mrefu, na wengine umetoa mimba kiasi gani mpaka inasababisha hata mwanamke baada ya kuingia katika ndoa itakuwa ni ngumu yeye hata kupata mtoto, kwa sababu ameharibu ile kizazi cha mtoto inafaa kuwa ndani. Hiyo yote ni madhara ya zina ambayo inasababishwa na zina. Na Mtume anasema umma wangu watakuwa khair, watakuwa katika khair na maisha nzuri, maadamu hii mambo, hii ugonjwa haijaingia katika umma wangu. Umma wangu hawajazaana nje ya ndoa. Ayuha ikhwa, Mwenyezi Mungu tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi na mambo haya. Wa idha fasha fihim awshaka ayyamhum Allah. Tunasema basi itakapoenea, yani watoto hawa wa haramu watakapowekwa wengi, adhabu ya Mwenyezi Mungu itatu kwa jumla wote sisi, wema, wabaya, matajiri, wote wataenezwa na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaomba Mwenyezi Mungu atulinde na haya mambo machafu, atuhifadhi tupu yetu. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa ghafurur rahim wa huwal ghafurur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu, ni tunasihiana na tunakatazana yaliyo mabaya. Fahfadhu furujakum wa'adhu absarakum. Enyi ndugu zangu katika imani, tuogopeni Mwenyezi Mungu, tuhifadhi tupu zetu, tuinamishe macho yetu. Wa'lamu anna zina daynun. Imam Shafi'i rahimahullah ana kauli ya kusema, jueni ya kwamba zina, uzinzi ambayo mnafanya nje ni deni mnakopesha. Anasema inna zina daynun, faqala Shafi'i rahimahullah ifu ta'ifu nisaakum. Anatupa wasia, atuambia jilindeni nafsi zenu, jilindeni tupu zenu, wake zenu pia watasalimika na haya mabaya, haya machafu, watapata amani, wataepushwa na haya mabaya iwapo nini mtajihifadhi. Iwapo mtu anajihifadhi tupu yake, ni sababu ya nyumba yake kuhifadhika na hii uchafu. Anasema Imam Shafi'i rahimahullah, ta'ifu nisa'ukum fil mahram wa tajannabu ma la yaliqu bil muslimin
jiepusheni na yasiyofaa kwa Muislamu.